Ndio, anaitwa Kefa Kayombo Mwamba kweli kweli, man of the match. Watu wengi wanamzungumza hivyo. Sijajua kwa upande wako wewe Kefa Kayombo unamchukulia kama nani? Lakini vipi kuhusiana na bidada Neema? Na story zake zinazungumzwaje mtaani kwenu huko? Na sisi acha tutie maneno matatu juu ya kile ambacho jana tulikishuhudia kwenye dakika 90 na zile 15 za nyongeza. Mambo ni mazito kweli kweli, lakini binti Neema bwana, watu wanamhusisha na mambo kadha wa kadha. Umepata kuona namna ambavyo wanajaribu kuleta mambo ambayo hayana afya pia. Mimi sikupenda kabisa, sijajua Florence Renatus wamemchukua dada yetu Neema, wakaweka na kadi pale ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, wanamuonyesha kwamba yeye ni mwanachama wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kabla sijawapa airtime wadhamini ambao wanatupa nguvu kwenye hiki kipindi, nataka nikuulize swali moja. Kwani kuna ubaya gani muamuzi kuwa na timu Florence Renatus? Sio mbaya, lakini unapaswa kusimamia weledi wa kazi yako. Basi kama sisi journalisti, yani unaweza kaa hapa ni Simba, unaweza kaa hapa ni Yanga. Kwa hiyo kinachotakiwa kwa hiyo kufanya ni kuzingatia zile tunasema sheria za kazi yako zinakutaka ufanye nini. Kwa hiyo kwa Neema Mwambashi nafikiri hata kama ni kweli kwa kile ambacho tuliweza kukiona katika mitandao ya kijamii, nafikiri ni tutazungumza. Inaonekana mwanachama mkongwe wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba 2019 mwezi wa 9 alikuwa mwanachama kwa mujibu wa ile kadi. Lakini ukitazama vizuri ni ile Simba ikiwa na logo yake kabla haijabadilishwa. Unaelewa vizuri 2012 zamani. Lakini sasa maswali ya kujiuliza, kwani kuna shida gani? Kwani kuna nini mtu akiwa shabiki wa timu na kuwa muamuzi? Kwa sababu washabiki uko ndani ya moyo, lakini ile ni kazi yake, anatakiwa ipende, ifanye vizuri. Kwa nini wanamwataki namna hii? Kuna kitu kinaitwa hisia sisi. Na hii wanamtengenezea dada yetu vitu vibaya. Kuna kitu kinaitwa hisia. Wanamtengenezea dada yetu vitu vibaya. Kuna kitu kinaitwa hisia. Na kuelewa Florence, na mimi nielewe japo kidogo. Kuna kitu kinaitwa hisia. Florence, wanamtengenezea nini huyu dada? Kuna kitu kinaitwa hisia kwenye mpira. Nisikilize Florence na mimi unisikilize vizuri. Hebu nikupe mfano mmoja. Yule dada wanamtrendisha na kadi ya mnyama. Inapigwa mfano atombei mabaya. Dabi ya Kariakoo, Young Africans na Wekundu wa Msimbazi Simba. Alafu muamuzi anapewa yule dada. Haiwezekani. Wana Yanga watakubali? Haiwezekani kutokea. Imagine dada yule faulu ya kweli alafu amenyosha kibendera penalty. Unafikiri majukwaa yatakuwa salama? Haiwezekani. Unafikiri nini kitatokea? Haiwezekani. Sasa haya mambo ndo tunayakataza. Watu walikuwa hawajui yule ni timu gani. Huenda ni kweli mnyama, lakini na haja gani ya kufanya ya mambo? Huyu kazi yake ni kusimamia sheria za mpira wa miguu. Ameteleza, yeye ni binadamu. Ni mdada huyu, bado anatakiwa afanye kwa sababu ni mdada. Hapana. Nini kibaya amekifanya Florence Renatus? Kwa mimi ndo nakuuliza, unamtetea kwa sababu waamuzi wa nchi hii yeye ndo ameanza kufanya vibaya, ama dunia hii yeye ndo ameanza kufanya vibaya? Hamna mwamuzi wa hii nchi ambaye anashabikia klabu tofauti na Simba na Yanga. Sawa, yeye ndo ina maana amefanya vibaya mpaka watoe kadi yake wanachama? Yeye tu. Kwa nini si wengine? Yeye ndo mwenye makosa peke yake. Mbona mataifa mengine waamuzi wanalalamikiwa? VAR imekuja kwa ajili ya kuwasaidia waamuzi, tena mataifa makubwa, kwa sababu ya makosa ya waamuzi. Lakini hakuna vitu vya ajabu namna Florence Renatus. Mimi linaniuma hili. Nina mashaka na wewe. Kwa kweli linaniuma hivi. Kisa Neema Mwambashi. Tuendelee. Linaniuma, Neema amemonea. Bana, sasa kabla tujagusa kuhusiana na Neema pamoja na Mwamba kweli kweli, muamuzi wakati bwana, wacha pia nikupatie taarifa njema kutoka kwa Mwamba Bati Quality. Hii ni kampuni bora ya Kitanzania, inazalisha na kusambaza bati aina zote. Ziko za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, na zile pia zenye matili wa chenga zinapatikana kwa gharama nafuu mno na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati utajipatia misumari pamoja na usafiri bure popote pale ndani ardhi ya Tanzania. Kwa nini uteseke kipindi hiki cha mvua ulale na beseni pamoja na sufuria kama pako Mwamba? Wakati sisi Bati Quality tupo, tena tupo kwa ajili yako. Umeelewa vizuri Kwa sababu kipindi hiki cha mvua zimekuwa nyingi. Pako hajaja kazini siku 2, nikauliza labda anaumwa kwenda kuangalia, kumbe shida ni mvua. Nyumba sebuleni inanyesha. Nikawaita Bati Quality, tukimaliza tatizo na amewasili vizuri kazini. Ndio maana leo amekuja na tabasamu. Bati Quality imempa tabasamu la kutosha Pako. Pako mnyama. Yes, kwa hiyo wengine na wao uhakikisha kwamba wanaendelea kufurahia huduma bora ya Bati Quality, kwa sababu bati zao ni original na zina warranty ya miaka 10. Umetisha. Twende. Waamuzi
wa mchezo wa Simba na Mashujaa. Kefa Kayombo, Neema Mwambashi. Asilimia ngapi za mchezo unawapatia kwenye ile 1/10? Kuna vitu vichache ambavyo tutazungumza kuhusiana na mwamuzi Kefa Kayombo. Zungumza na sikuangalia wakati unazungumza. Wakati nazungumza. Yes. Nafikiri jambo la kwanza ambalo leo napaswa kulizungumza kabla sijamfikia Kefa Kayombo pamoja na Neema Mwambashi na waamuzi wengine ambao wamekuwa kichezesha mechi za Simba zikiwa zina utatanishi mkubwa sana wa matukio. Nafikiri ni wakati sahihi wa kuungana na Alikamwe kuhusiana na kila ambacho aliwahi kukiandika kuhusiana na game ambazo Simba amekuwa akicheza mara nyingi sana na matukio kuwa mengi sana. Bodi ya ligi pamoja na TFF msimu 2024-2025 honestly ni msimu ambao wamechafuliwa kwa kiasi kikubwa. Nafikiri hata wao watakuwa wanaona tofauti na misimu mingine ambayo waliwahi kufanya kazi za kiutendaji katika mamlaka za soka za nchini Tanzania. Tafuta sababu kubwa kwa nini bodi ya ligi msimu 2024-2025 wamechafuliwa kwa kiasi kikubwa sana. Ndio. Unaweza kujua sababu ni nini? Sababu ni matukio yanayofanywa na Simba Sports Club. Yes. Naomba nikuulize swali. Watoe Simba. Mtafutie timu mbili za Tanzania ambazo zimefanya matukio yaliyofanya bodi ya ligi kutukanwa sana msimu huu. Zungumza. Nimekuuliza swali. Sina jibu. Unajibu. Basi ndio hivyo Sisco. Maana yake ni nini? Kuna tatizo hapa katikati. Haiwezekani ni Simba tu kila siku. Unaelewa vizuri? Leo yani tumefikia hatua hadi ya kuamini kwamba kuna nguvu ya ziada ambayo inafanyika nje ya uwanja kuangalia namna gani ambavyo Simba wapate matokeo katika mechi zake za ligi kuu. Simba dhidi ya Namungo. Kadi nyekundu kwa Derrick Mkombozi hapo baadaye ilikuja kufutwa maamuzi ya kupewa adhabu yoyote. Unanielewa vizuri? Vizuri sana. Simba dhidi ya Fountain Gate. Unanielewa vizuri? Vizuri sana. Kipa alipewa kadi ya njano na nyekundu kwa wakati mmoja na wakati huo maamuzi anaonyesha namna gani alivyo very serious. Magolikipa Kamara tuchukulie Kamara pamoja na Jigidiara huwa hawafanyi makosa kama wanawafanya magolikipa wa timu za daraja la kati. Wanayafanya. Ndio, huwa hawapotezi muda. Kwa nini reaction za waamuzi huwa zinatofautiana sana endapo Yanga au Simba anapokuwa anacheza? Tuzungumzie Simba. Na ndio maana tumtoe Yanga. Na ndio maana baharini kuna papa na samaki. Achana na masuala ya baharini. Na ndio maana kwenye mito mingine mikubwa unakuta kuna mamba na kenge. Sawa. Kwa hiyo nilichokuwa nataka kukizungumza Sisco ni kwamba bodi ya ligi wakubali wakatae, TFF wakubali wakatae, lakini sisi tukiwa kama moja wadau wa soka tunakili ya kuwa msimu 2024-2025 wamekumbana na matusi mengi sana, ziaka nyingi sana, kiasi cha kufikia hatua ya kutokuonekana hata hamna chochote wanachokifanya katika soka la Tanzania. Sababu ikiwa ni moja tu, matukio ambayo yamekuwa yakifanywa na Simba msimu 2024-2025. Nimekuuliza swali jepesi sana. Nitajie klabu mbili za Tanzania, mtoe Simba, ambao wamefanya matukio yakaifanya bodi ya ligi kutukanwa sana. Na ndo nimekujibu, hujanisikia? Ukasema nimekuambia na ndo maana kwenye mito kuna kenge na mamba. Of course, si unanielewa vizuri? Leo Alikamwe aliadhibiwa kwa kupigwa faini shilingi milioni 5 nakumbuka. Kwa kosa la kuzungumza matukio ya waamuzi wanaochezesha mechi za Simba. Jana kilichotokea kinatofautiana na alichokiandika Ali Shabani Kamwe. Nijibu kwa akina tofauti, lakini wacha nikwambie na nikukumbushe kwenye maisha ya kawaida. Maisha yetu ya kawaida tu Florence Renatus. Wale wote ambao wanasimamia ukweli ndo wao mara nyingi wao wanakufa mapema na mara nyingi wanakutana na changamoto. Kwa mimi sioni. Maana yake ni kwamba jibu lako ni kuwa Ali Kamwe alizungumza ukweli na baadaye kuzungumza ukweli akaadhibiwa kwa sababu ya kuzungumza nini? Ukweli. Ali Kamwe alizungumza na kile alichozungumza tunakiona, ndio maana tunasema. Game ya Pamba. Kulikuwa na tatizo kwa Simba. Goli la Pamba lilikataliwa. Ndio. Si unanielewa vizuri? Yes. Game dhidi ya Namungo ilikuwa kuna tatizo. Simba akashinda na penalti. Ndio. Huyu Kefa Kayombo alitoa penalti ambayo haikustahili kwa Elie Mpanzu game dhidi ya Tabora United. Ndio. Game dhidi ya Fountain Gate ni Simba huyu tunayemzungumza hapa. Kulikuwa kuna tatizo kwenye ile game, kadi nyekundu alipewa golikipa wa Fountain Gate. Game ya jana dhidi ya Mashujaa the same issue tunazungumza. Kadi nyekundu kwa tukio ambalo mwamuzi kama angelikuwa ni golikipa Kamara angefanya busara, ila kwa sababu alikuwa ni golikipa wa Mashujaa kufanya hiyo busara akatoa kadi nyekundu. Kitendo cha Mashujaa tu kupata goli, reaction ya muamuzi kwa Mashujaa ikawa ni tofauti. Contact yoyote ya Simba na mchezaji wa Mashujaa ilikuwa inawekwa faul.
sehemu hata ambako unaona mwamuzi hakupaswa kuweza kufanyaje kuweka foul. Golikipa wa Mashujaa, kitendo tu cha golikipa wa Mashujaa kuongoza mchezo. Golikipa wa Mashujaa hakuchukua muda mrefu kupigwa kadi ya njano. Sio, unanielewa vizuri? Nimekwambia hizo ni mechi 5 za Simba. Tunaweka mechi ya dabi. Kutokufanya mazoezi ya mwisho ni sababu ya nyie kuahirisha kucheza mchezo. Endelea. Cisco, TFF na bodi ya ligi hawana pa kuchomoka kuhusiana na matukio ambayo yanafanywa na Simba. Na hiyo ndio elimu. Yes. Wakubali wakatae. Nisikilize. Wamechafuliwa, wametukanwa, wamedhiakiwa kwa sababu kubwa moja ya matukio aliyoyafanya Simba msimu huu. Nimekupa swali jepesi sana. Nitajie timu nyingine kumtoa Simba msimu huu. Yes. Kafanya matukio ambayo yamefanya bodi ya ligi itukanwe. Unaweza ukakosa. Nisikilize. Jibu ni moja tu kaka. Siku zote kwenye mto kuna mamba na kuna kenge. Njoo kwa Kefa Kayombo. Kwa hiyo mamba ni lazima atatawala, alafu kenge na wao watakuwa na utawala wao wanapokutana kenge kwa kenge, lakini kenge kukutana na mamba lazima mamba onekane huyu ni mamba na huyu ni kenge. Maana yake kuna tatizo kwenye mamlaka zinazosimamia mpira. Sio kwamba waoni haya yanayoendelea. Njoo kwa Kefa Kayombo alichezesha mechi ya Simba jana. Achana na mwanadada Neema Mwambashi. Mimi naweza nikaachana naye, mambo ya teknolojia binadamu pia uwezo kujua wametengeneza. Yes, tunaweza achana naye. Yes. Game ya Coastal Union dhidi ya Simba 2-2 KMC. Kefa Kayombo aliua shambulizi la Simba, akasema mpira umekwisha. Huyu Kefa Kayombo. Yes. Hakuonekana anakosa. Tabora United Simba anashinda kule Tabora. Kefa Kayombo aliweka penalti ambayo kustahili kuwa penalti, Elie Mpanzu akafunika. Huyu Kefa Kayombo. Sio, unanielewa vizuri? Yes. Huyu Kefa Kayombo, nilikuwa na bishana na shabiki mmoja wa Simba nikamwambia huyu ndo alichezesha mechi yenu ya JKT Tanzania dhidi ya Simba. Simba kabanua mbavu hapo KMC. Sawa? Mpaka dakika ya mwisho Kapombe anaanguka, refa akafunika katikati. Huyu Kefa Kayombo. Si unanielewa? Huyu Kefa Kayombo jana akawamaliza Mashujaa. Si unanielewa vizuri? Kadi nyekundu. Penalti 2. Penalti ya Kapombe of course ilikuwa ni clear penalty ya Kapombe. Si unanielewa vizuri? Penalti ya Shabalala haikupaswa kuwa penalty. Ya Shabalala. Penalti ambayo alisababisha Shabalala, yes, haikupaswa kuwa nini? Kuwa penalty. Yeah. Touch ya kwanza ya mpili inafika kwenye ubavu. Nafikiri ilikuwa ni ubavu wa utumbo hapa la mchezaji wa Mashujaa. Ubavu wa utumbo, ubavuni tu. Pembezoni kwenye ubavu. Unafika kwenye ubavu wa mchezaji wa Mashujaa. Yes, hapo sawa. Hakukuwa na contact ya mpira kwenda kwenye mkono. Sawa? Maybe ilikuwa ni second na haikupaswa kuwa nini? Penalty. Mwamuzi ni kama alikuwa anasubiri tukio moja tu ndani ya box afunike penalty, Simba wa score goal. Si unanielewa vizuri? Na kuelewa vizuri sana Florence Renatus. Honestly nikwambie tu Cisco. Yes. Kuna sifa ambazo naona tunawapa Simba hawastahili kuwa nazo kwenye ligi yetu. Achana na kimataifa. Tunapata mashaka sana. Kuna mchambuzi alisema hivi, tulikuwa naye humu studio akatuambia hivi, just wait Simba atoke kimataifa aje acheze viporo vyake. Mtayaona maajabu ya ligi yetu. Tunaanza kuyaona. Hizi ni tunasema ni alert kwa JKT, Pamba Jiji pamoja na KMC wajiandae kisaikolojia wanapokwenda kucheza na Simba. Maana yake ni kwamba hawachezi na Simba tu, kuna watu pia wanacheza nao uwanjani. Wajipange kisawasawa. Kwenye ukweli tutazungumza ukweli, acha tutukanwe, acha wazazi wetu watukanwe, it's okay. Kuna siku tutakaa kwenye mstari mmoja kwamba guys, isingelikuwa ni nyinyi hapa tusingeweza kufika. Tuzungumze tu ukweli. Si unanielewa vizuri? Wewe jifiche, mimi nazungumza ukweli. Wewe jifiche. Yaani ukihesabu matukio ambayo Simba ameyafanya kwenye mechi alizocheza, ukiyatoa yale matukio, ukaiacha mechi kama mechi, nafikiri Simba singelikuwa nafasi ya pili pale. Na wala tungekuwa tumeshamtoa kwenye resi za ubingwa. Sawa kaka. Si unanielewa vizuri? Nakusikiliza. Unanisikiliza? Umemaliza? Cisco. Umemaliza? Bado sijamaliza. Nilisema niendelee hapa. Naweza tukajikuta tunagombana zaidi na watu, lakini hakuna shida, malizia kwenye swala la kusimamia maadili, lazima tusimamie maadili. Okay. Bodi ya ligi pamoja na TFF kuna haja ya wao kuangalia namna gani wanasolve hichi kitu. Pengine wanaweza kawa wamechelewa, lakini wajipange kwa msimu ujao. Mimi leo hata ikitokea Simba akapewa ubingwa, siwezi kusema ubingwa wa Simba
Sawa, labda nikupe mfano mmoja Cisco. Nisikilize, nitazame. Na nisikilize. Nikupe mfano mmoja. Cisco, mimi leo siwezi kukusifia kwamba una maisha mazuri kwa wangali najua maisha yako mazuri yanawezeshwa na wazazi wako. Yes. Si unanielewa vizuri? Siwezi kukusifia Cisco eti unaishi vizuri, Cisco unapendeza, Cisco unanenepa, wakati najua Cisco ujitafutie mwenyewe, wanaotafuta ni wazazi wako kisha wanakupa wewe. Siwezi kukusifia hivyo. Okay. So leo hata ikitokea Simba kapewa ubingwa au Simba akawa bingwa kwa matukio ambayo yameweza kutokea, lazima tu kuna sehemu nitasema ubingwa huu wa Simba ukustahili kuwa ubingwa. Umemaliza? Si unanielewa vizuri? Ya mimi nimemaliza. Nakushukuru sana brother. Tutakutana tena wakati mwingine. Mungu akipenda panapo majaliwa. Bana mimi naitwa Ngoja kwanza, kilichokukimbiza nini mpaka ukaficha sura? Unaogopa nini? Hapana. Ni namna tu ya swags. Unaogopa nini? Swag. Swags. Swags. Yes. Nini? Swag. Okay. Unaogopa kusemwa? Hapana. Wewe umezungumza na watazamaji tunaona nani kazungumza? Ni mimi. Sawa. Naitwa Florence Renatus. Sawa. Mimi naitwa Nicholas John. Hamna shida. Tumemaliza. Bwana ukistaajabu majibu ya CAS kwa Yanga utakutana nayo ya Kefa Kayombo. Mimi naitwa ngoja akachezeshe Simba na Berkane. Maliza. Kabla jamaliza sema nikuache. Mimi naweza kaondoka. Kama maliza mimi naondoka. Nimemaliza. Tuzungumze football. Nimemaliza. Mengine tuachie wenyewe. Siasa na mpira tuachie wenyewe. Mimi naitwa Cisco. Nyuma ya kamera yuko Odo Nuru, kwa heri.